viongozi mbalimbali ambao wamefika ndani, viongozi wetu. Huu ni mkutano wangu wa kwanza kwa mkoa wa Kigoma. Na baadhi yenu mnajua vizuri kwamba baba yangu mzee John Alfonso Nchimbi alikuwa katibu wa CCM wa mkoa wa Kigoma. Na mimi wakati huo nilipata nafasi nyingi za kuongozana naye nikiwa pia kiongozi wa chipukizi wakati huo. Kwa hapa pia ni sehemu mojawapo niliyowahi kufika wakati huo. Kwa hiyo nilipoingia Kigoma na hamasa niliyoiona, nilipofika hapo nikaanza kuimba kimoyomoyo. Nikaanza kuimba ikidoli doli, ikidoli doli, ikidoli doli, ikidoli doli. Asanteni sana. Lakini vile vile hamasa niliyoiona kote nilikopita, yote imeonyesha kwamba watu wa Kakonko wamejiandaa tarehe 29 kukichagua Chama cha Mapinduzi. Lakini pia nimevutiwa sana katibu mwenezi wa mkoa alipokuwa akizungumza. Nilipokuwa nasoma ripoti nikasema katika maeneo ambayo wananchi wanaongoza kwa kuchapa kazi, maeneo ambayo wakulima wako wengi kupita kiasi, moja wapo ni Kakonko. Sasa mwenezi wa mkoa aliposema wakulima wainue mikono, nikaona mikono karibu yote, nikasema kumbe ni kweli. Maana taarifa zinasema 85%, yani kila katika watu 100 wa Kakonko 85 wanajihusisha na kilimo. Kwa kweli tunawashukuru na hongereni sana, kwa sababu kuchapa kwenu kazi ndio kunafanya nchi yetu ijitegemee, ndio kunafanya nchi yetu ijitosheleze kwa chakula, lakini pia kunajenga heshima ya nchi yetu. Sasa tuna mambo mengi sana ambayo yamefanyika, na yamefanyika kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa miaka 4 ambayo Dr. Samia ameongoza taifa letu, ndugu zangu, sisi wilaya ya Kakonko tumepokea fedha nyingi sana za miradi ya maendeleo. Na hapa nitapenda niseme, kwa sababu huu ni msisitizo wangu, jumla ya fedha ambazo tumepokea kutoka kwa Dr. Samia kwa miaka hiyo 4 ni bilioni za Kitanzania 120,910,712,714 na senti 65. Naomba tupige makofi kwa Daktari Samia. Mheshimiwa mgombea mwenza, kwa ufupi tu, kwa muda ulionipatia sitoweza kueleza yote, lakini kwa ufupi niseme, katika miradi iliyotekelezwa tuna hospitali mpya ya wilaya imejengwa hapa. Ukiendelea na barabara hii uliyokuja nayo, tulipata fedha kutoka kwa Dr. Samia zaidi ya bilioni 4 na milioni 900. Tuna hospitali mpya kabisa hapa ya wilaya na inafanya kazi vizuri. Lakini vile vile aliweza kutujengea vituo viwili vya afya, kituo cha afya cha Mgunzu na kituo cha afya cha Nyakiobe. Vile vile alitujengea zahanati katika vijiji 6. Kwenye upande wa elimu, Dr. Samia ametujengea sekondari mpya 8. Jumla ya fedha alizoleta, ndugu zangu, upande huo ni zaidi ya bilioni 3 na milioni 500. Piga makofi kwa Daktari Samia. Mheshimiwa mgombea mwenza, hakuishia hapo Dr. Samia. Upande wa elimu msingi alitujengea shule mpya 2, lakini vile vile tuna ujenzi wa chuo cha VETA hapa. Chuo hicho ujenzi unaendelea, zaidi ya milioni 800 ziko pale. Tunaamini kwamba pengine Mwenyezi Mungu akitufanikisha, mwaka kesho vijana wa Kakonko na vijana wa Tanzania watakuwa wanapata elimu kwenye chuo chetu kipya cha VETA. Lakini Dr. Samia hakuishia hapo. Upande wa biashara tumeona stendi mpya kabisa hapa imejengwa, fedha zaidi ya bilioni 3 na milioni 500. Na niwaambie ndugu zangu wa Kakonko, habari njema, niseme nisiseme, stendi mpya imeshaanza kutumika ndugu zangu. Piga makofi kwa Daktari Samia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe,
like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.